Mkosi owihoera etivyo yose nyota buli busanga fubo na watu bandalala ngano manyire bise ngabino biri ne byola no bona nekiso mutecho abana poha omonyo lya babise byolile obeno manyisibwa kama kenikali hona ke hola chimbe ka chika buhane cha mumbo nekirime bungoma Busia Vihiga Kakamega alala nende Tanzo ya mululimi ndo banoelewa mungira eli endai omkosi ibili rosi khepsianga nandi no hakawulirana no tawe abasa ke hole kheta esese oho cha kusomela kama kini dalalo no dangoli nekesa omkhana batecho hakureke kama kinikifu buruki na buchili na mwe hulo ndkhana nende omruki wasiba sino omami Uhuru Kenyatta ngakarusha kamalaka kama yaha hulo ndkhana nende ko kuhinga nende bulwali wa corona ambo obamenywa basiba sino babena balota bise bibyenye hana yana bachisa cha kafi bakabana banyole hana enje tawe nalundi ko kuikala chi county chirana musiba sino omwana siasa mulala kwa county ya Busia kabere na kero cha hulo ndkhana nende kamalaka menaka neina alomali kali kamara fululu kali ko bamenywa ne hubela sabali nende bunyolero buli itawe kabele na sayo mruki ukangulula ho kamala malala ne huyeta bamwe nyombo babe nende bisebile bye kukhalabana nyombo babe na banyola huyimira chi family chabwe kaknyole mbakani mu butelefunga omuna mahoye fwejo no janji abena hongonela malaka khoromera kwa county ya Busia. No serikali ni chiririsya umukholo ko khudaha abamenyi okhulonda amebalo akobura kenda esiro alala nende okhurula ama okhuchya mu county kirya echa kuba marafuku okhusamulamo olukhubera esibukha sya corona owali omubunge olubeka bali bungo lwafunyula mu county ndide ya Samia Daktari Paul Nyongeso Tuoma ayini changamoto ku serikali okupungusirya abamenyi bo muhanga lino omusigo kukurunga obusuri ku bindu bikulibwa ngeingira ndala okunyalira abalya abarenyala okwemenya Otuoma abolere mbu eli ukuwali kukuba marafuku abandu oburacha no kurula mu county kiranu olukubera omuyaka kwa corona nilukwalila inilyo kulukupungusya okwemeda kumuyaka kwa corona lakini serikali ihoere imanye mbu marafuku yino ilelele abamenyi obula banende ingira yo kuingisya elitongo lilo kwekhonya olwesyo niyenya serikali okhulula mbu ipungusya omusigo kuno khumumenyi wa kawaida okhusya koringa eimbera yakhafunye korongolo yali nalomaloma nabandiki bamakeni mundu waliwo yarufa ya Busia olunyuma olukhudukhana eisalake nokhera mu lusungu vaccine Otuoma yekesi okhwelalikhila khwae mbu elikhwala serikali oburehya asi eimbera y'obusuri bonakera balala khubamenyi okhuyingira mu milukha ikila kwanirwa koringa obwibi nikalibu banakhirwa okhwakana obuyerero isakha syenesyo Daktari Nyongesa Paul Otuoma akerake abamenyi bo mu county ya Busia okweyinya mu bungi okutia kusala kwa koringa ingira ndala yokwakamya omuyaka kwa corona eno niye mala mbu chanjo ino yumaho obubi bwose. Ni ukweli wa Kenya wanapitia hali ngumu ya maisha kwa sababu unajua biashara lazima watu watembee, watu wapatane ndio wafanye biashara, na saa nyingine kukiwa na ile lockdown utapata labda inaadhiri biashara yako, na ile biashara ikiadhiriwa utapata pia wengine wanapoteza kazi zao. So mimi nitahimiza tu serikali tena vile tulikuwa na ile relief mara ya kwanza ya kuweza kusaidia wananchi wale ambao wameadhiriwa sana waweze kuangalia lengo hilo, na hata bunge yetu wanaweza kuisaidia serikali kuweza kutekeleza hiyo nini ya kusaidia wale wanyonge wa jamii, ili tusiwe na watu ambao saa nyingine watafuja sheria kwa sababu labda wanataka kutafuta riziki, jinsi ya kuishi. Hatungependa mambo kama ifanyike. So mimi ningeomba serikali kwamba jambo hilo tena liangaliwe. Na Nairobi katika uchumi wa Kenya unajua ni karibu 60%. So utapata biashara ya Busia pia itaadhirika tu, biashara ya sehemu zingine itaadhirika. So ni muhimu jambo hilo litekelezwe. Wakati hii ugonjwa wa corona ilianza tulikuwa na maafa mengi hapa, hata wauguzi wa hapa wengine walipoteza maisha yao. Lakini tumeona katika hii muhula wa 3 wa ugonjwa huu hatujapata maafa kama ile ilikuwa. Ukiona kama kule sasa zile 5 counties wamefunga, lakini hapa hawajafunga. Na hii ni border, kuna watu wengi wanapita hapa. So tunaambia tu wananchi wa Busia, tafadhali muendelee kuweka ile nidhamu ambayo serikali limetoa, mfuate maagizo ya Wizara ya Afya, na wale ambao wanafaa kuchanjwa hakuna shida na hii chanjo. Kuna wengine wanaongea mambo mengi.
lakini hakuna shida na hii chanjo. Hii ni chanjo ya kuzuia magonjwa, sio kuleta magonjwa. Kwa hivyo mimi pia nimekuja hapa kuchukua chanjo kulingana na ile maagizo ambayo imewekwa, na nataka kutumia pia fursa hii kuwahimiza wananchi ambao wanastahili kuchukua chanjo, tafadhali mkuje muweze kuchukua hiyo chanjo. Alubeka wae Daktari Muhongo w'indwariro ya Busia mukule na mudala arumbule mbu okucha eliube elyo ikaunti ya Busia imaliro kusara abandu etilifu 2,200 abamaliro kusala kwa eno niye basya muno abamaliro kuweyinia okucha kudukhana eisala kino. Kufikia sasa tumechanja watu zaidi ya 2,200 na vile zoezi hili lilianza tulipokea chanjo zaidi ya 6,000, kumaanisha bado tuko na chanjo ziada 3,000 karibu na 800, na pia tunatarajia kwamba hizo chanjo zikiendelea kuisha, kabla ziishe tunatarajia kupokea chanjo zaidi. Nabo Edward Ouma nende Linus Magero nibalala khubasala kwe alala ne Daktari Paul Nyongeso Tuoma eno nibe chomya lukali serikali urukhulera ichanjo ino. Mimi nina umri wa mwaka 64, nimekuja kuchanjwa COVID-19 kwa sababu Jumatatu iliyopita nilizika dada yangu ambaye alikuwa amefika mwaka wa 60 kwa sababu ya COVID. Kuna rafiki yangu Mosori Teachers College pia amekufa mambo ya COVID, amefika mwaka 60. Kuna kazini yangu pia amekufa mwaka wa COVID. Ndio nikaona ni muhimu kabisa mimi nikuje siku ya leo hata mimi nichanjwe. Kwa wale wengine hawajachanjwa, waachane na mambo ya conspiracy theory. COVID is real, watu wanakufa na wakuja kuchukuliwa chanjo. Niko hapa kwa chanjo ya COVID-19. Nilikuwa na shughuli zingine hapa, lakini niliposikia wazee wa miaka 58 na zaidi wanachanjwa, nikachukua fursa hii. Nawaambia nende mchanjo kwa sababu watu wengi wanahofia kwamba hii COVID-19 ina madhara. Lakini vile tulielezwa, hata tutaenda kusambaza habari ya kwamba twende sisi zote. Nindipotera ing'ang'alira ya Western Nyota TV okurula mudoho lya Busia nesie John Ojanji. Rio amna mahwefwe John Ojanji kwa county ya Busia nende mbahangene mu butelefu na ankosi na kuchira nende kama kinkefwe abapambo hakola county ya Kakamega bamenya kwa mu ward ya Shirugu enyo hana county ngene balinde busanga fo buli bukali enyuma wo menyo malala onya kuima ende bebo MC Rebecca Lunoru kuba ngonera kamechi kama kwalafu haya kunyole baheno mu butelefu kwa mahumna mahwefwe Sami Shionga kwa county ya Kakamega. Nibalaka nenda vandishi babari bamenyi hapo nikongoswa nenda mama Gladys Wambasi baborembu bakanyakana murambi akhalisi bato kunyakana khandi tawe kulonda kana nendo bukhonyi babanyore obwa matsi. Nina furaha sana siku ya leo kupokea MC mtarajiwa Mr. Peter Wanami na kundi lake hapa. Amekuja hapa leo kwa ajili amekutengenezea mtoni. Tulikuwa na shida ya maji miaka mingi sana, lakini sasa tumefaulu. Tunamshukuru sana. Aendelee tu na moyo huyo. Hata tulifikiria tutapata corona kwa ajili maji yalikuwa machafu sana, lakini saa hizi tunafuraha hatutapata corona. Tumepata MCA wetu mtarajiwa Peter Wanami na ametutengenezea maji. Tulikuwa na shida ya maji, chafu ilikuwa ndani kabisa, hata tulikuwa tunapata magonjwa, lakini natumai kwamba hatutapata magonjwa tena. Na furaha kabisa, na muombea kabisa atapata kura nyingi kwa area hii yetu. Nafikiri atapata nyingi kabisa. Shewe Samiti Mugai tumehangaika, lakini tunaona mwalimu atatufanyia kazi mzuri. Watoto wetu wanakunywa maji safi, wa mama zetu, kwa sababu hata wamama ambao walikuwa na mimba walikuwa wanapata ugonjwa wa maradhi ya maji, kwa sababu tulikuwa tunaumia, hatukuwa tunapata muda ambao anaweza tupee usaidizi. So sisi kama vijana tumefurahi sana kwa hiyo muda ambao mwalimu amechukua, na tuendelee kuwa na hiyo roho. Tutasimama na wewe hadi 2022. Katakario mulala wabo khumera mpango Thomas aborembu matkenako kahonyange skuli ya bakhana nenda basiani basamitsi khukario akhonyera bamenyi benabo abundu akali sana. Mahali penye tumesimama hapa kuna watu ambao wanatumia hiyo maji zaidi ya watu 100. Ikifika wakati wa kiangaza tumekuwa na shida ya shule ya ubili na shule ya ubili ya wasichana na shule ya ubili ya wavulana.
Wakati mwingine maji kikosekana walikuwa wakija hapa kuchota maji, lakini haikuwa maji ya kisima. Walikuwa wakichota tu chini. Alafu sangine wakichota unasikia wanalia kuna ndo bitutu ndani ya hiyo maji. Wakati mwingine ng'ombe zilikuwa zinakunywa masamate ndani. Alafu wakichota maji wanakuta wanakanyaka ndani na miguu. Lakini kufikia zaidi tunafurahi, tunashukuru. Pia hata kwa niaba ya shule mkaaji wa Samizi area, Samizi Primary School, Samizi Secondary School, Boys and Girls. Nikiwa mmoja wa wazazi nasema ni asante sababu watoto wetu watakunywa maji iliyo safi, hawatapata magonjwa, hawatapata hata maradhi. Kulondakana nendo mwalimu Peter Thomas winya kusingira shifundi sha MCA buleka bwenobo yamwokhonya bandu benabo bate khubalola ni banyahana ino bemire bachakula ni babalengera buzwa bilo khubakhonya. Walimu ni kastaafu. Sasa wananchi wa Shuruku Mugai wakakuja kwamba wangependa niwafanyia kazi na nikakubali. Kuanza kwangu kazi nilianza nikaona haswa sana wanafunzi wetu ambao walikuwa wanaenda kuandika mtihani wa darasa la 8 mwaka huu wanaweza kupatwa na shughuli ya magonjwa. Nikaamua kwamba nipunguze mzigo yao ya wazazi ya kununua barakoa. Nikaenda shule zote za Shuruku Mugai, shule 18, alafu nikaweza kuwapatia barakoa kila mwanafunzi kwa siku hizo zote 3 ambazo walikuwa wanaandika mtihani. Nikamalizana na hawa, nimeingilia sehemu ya maji safi. Maji safi ni kitu cha muhimu kwa sababu inapatia wananchi afya bora. Afya bora hii itawezesha kuwa katika hali nzuri ya kufanya kushughulikia kazi zao ili wahudumie wanajamii wao. Nikaamua kwamba kuna sehemu nyingi sana katika Shuruku Mugai wanakunywa maji isiyofaa, maji machafu. Kwa hivyo nikaamua kwamba sehemu ambayo kuna visima vya maji, sehemu ambayo kuna sehemu ya maji, nipate kuwajengea maji masafi waanze kunywa. Ndio sababu nimejenga kisima cha maji ambacho kinatoa maji sehemu ya Shirwe, nimejenga kingine Lukala, nimejenga kingine Samiti hapa, na ni lengo langu ya kwamba nisambaza haya maji katika Shuruku Mugai ward, kule Shivikwa, kule Lutali, kule Mugai, kule Mchanja na sehemu zingine zote katika Mugai ward. Na ni kitu cha aibu sana, kinanishangaza kwa sababu maji ni wajibu wa county government. Na kwa sababu county government ni majukumu yao. Na juzi Mheshimiwa Oparanya ambaye ni governor wa Kakamega County aliweka sahihi bill ya maji, akasema ya kwamba kampuni ameziunda 2, moja kushughulikia mashambani yani rural area, ingine kushughulikia mijini hapa ni area. Akasema ya kwamba sasa maji yatafikia wananchi. Lakini kwa sababu ya viongozi, haswa sana kiongozi ambaye anasimamia sehemu ya Shuruku Mugai hashughulikii sasa wananchi hawapati. Ningeomba Mheshimiwa Governor Oparanya ya kwamba ashirikiane na wale maafisa ambao wako mashinani, community area administrators, ili mradi ambao ameuzindua mradi huo aweze kufikia wananchi mashinani. Niripoti ng'ang'ara ya Western Nyota TV khurula kaunti ya Kakamega, Nangori Samishionga. Arimno omna mahoye fue Samishionga kwa kaunti ya Kakamega nende bahangine mubuterefu. Ongosi abakwambo hapa alola makwasi na kalifana kehole ham county ye Bungoma na abalimi kwa county ngine babele na banyola buyeti wembolela bise bino bya huraka nyombo babenere kuyangu bulibulayi babe na baraka bya hulia byabwe ababo babele na bafaidika nende kunyole mbolela ino bali ababo bakenyala tawe alala nende bamayi bana muliho kaya kunyole mbakene ubuterefu nga omna mahoye fue shibyo myanzi abele na ngonela kwa county ye Bungoma. Yanzire abari mu kaunti ya Bungoma banzire okhwipanga khuraka bakhurulana ndekenako mukhori obukhala khandi uri mwana siasa Zakaria Barasa yerusiye nende khweresya amatuma ko khuraka abalimi bakhenyarira tawe
baria banyorere amatuma khurula khusakaria barasa baberendekano kokubola mbegu tunapandanga mwezi wa 3, lakini corona nayo ilifanya hata mvua ikapotea. Sijui Mungu alifanya namna gani. Wakati corona iliingia, mvua nayo ikapotea. Watu hakuna nafasi ya kuenda kutafuta, hakuna nafasi ya kuenda hata wapi, makanisa hata sisi hatuendi. Mashamba hakuna mbegu. Na siku ya leo bane tumeletewa mahindi. Tupande. Tusikause. Jamani tupande mahindi akikuja Zakaria mwenyewe wakati atakuja kuona mahindi afurahie. Ajue ya kwamba tuko nyuma yake. Nani kama yeye? Kwa Rebeka na Fula Esau. Ninashukuru wageni wetu wa siku ya leo. Vile mmetembea kufikia watu wa Sinoko wapande chakula yao. Asante sana kwa mahindi kukuletea mbegu ya kupanda. Mimi nashukuru tena, nashukuru. Mkienda msiende kabisa, mrudi tena. Sisi nashukuru. Asante. Zakaria Barasa nabwala okhubirira khu abakhonyi babe yenyere serikali ya kaunti ya Bungoma kwa kishombu ya lahonyanga abalimi mu kaunti ya Bungoma ili banyere okhuraka amatuma nende okhunyola erichesa erilai. Tunajua serikali ilipeana mbegu, lakini kwa sababu moja ama nyingine huenda haikutosha, kwa sababu huwezi kutosheleza kila mtu. Nasi kwa kila wakati watu tunasema mahali penye serikali inakwama, sisi tunaanzia hapo ili tusaidiane na watu wetu kuona ya kwamba mtu wa chini pia anapata kufaidika. Kuna watu wengi ambao hawajiwezi, wametoka kwa familia za chini, hawangeweza kwa sababu ya changamoto ya corona. Wengi wanafanya mapato kupitia kwa jua kali na kutafuta hapa na pale, ili tukaweze pia kuwafikia katika ule mradi wa Panda Mbegu Initiative ili wakaweze kupanda mahindi pia. Na hapa on my immediate left unaona wengine hata hawakuwa wamelima sababu hawakuwa na namna ya kupata mbegu. Kwa hivyo natumai venye wamepata ni furaha, watatayarisha hii shamba very fast ili waweze kupanda. Kuna wengine walikuwa wametayarisha mashamba lakini hawakuwa na mbegu ya kupanda. Kwa hivyo leo hii chini ya Zakaria Barasa tuko hapa kuwapatia hiyo mbegu. Neripota ingangara ya Western Nyota okhurula mu county ya Bungoma esie ni Shibya Omianzi. Omna mahwe Shibya Omianzi kwa mkaunti ya Bungoma nende mbahangeni na ankosi na kusiri mkaunti chana ababo bamenywa kwa mkaunti ngine ine mwa babebusi babele na babasaya ambo babina basimbi nende babana babwe bise binoni bisomero bibele ne bikalibo ne kubera babana bakali banyala bakosa kuba nende kumwima kumulai kulonda nende chi video ne mu chipicha nje babakuba na banyola uchi kumutandao akanokere kulonda nende omwimele simulala oli tembeli obele nakacha nende babebusi na basaya mbo bulibula yi babena balondelela babana babwe babo kubona mbo babana bakula na bali nende kumwima kuli kumulungifu akunyole mbakhaino mu buterefu. Nasema hivi wazazi wenye wako wananisikiza kwamba tuwache watoto wetu wamtumikie Mungu. Wazazi wengi wanakuja kanisani wamewacha watoto nyumbani. Na hapo ndipo shetani anawapata huko. Leo hii devil worshippers wanatafuta watoto wadogo, wanawarecruit mapema. Wewe uko kwa nyumba, mtoto naye ashaanza kufanya vituko na visanga bila wewe kujua. Kwa nini? Wewe unatafuta Mungu na umewacha mtoto asitafute Mungu. Tuonyeshe watoto wetu Mungu yuko. Ukiweka tu mtoto kwa TV, yeye anaona tu karate na hatajua maisha ni karate. So pia ataanza ni karate. So utapata huko na karateka kwa nyumba, unadhani una mtoto kwa sababu umemlea kwa kuona karate. Ujambazi ambao unakita ndani mwa watoto wadogo, amefika 13 years mtoto ashajua kuiba. Alianza kuangalia videos ambazo zile zinabeba nini? Wanaona tu watu wenye wana shoot, wanaona tu watu wenye wanaiba nini. Sasa pia anaanza kupractice. Rio ankosi hakutira nende kama kenikefwe na kwa county ya Busia oyo oli omlondela wa commissioner kwa county nditi ya Bunyala my Grace Ouma kabele na pila hungaki elo mombo chanjo ya kukuhingana nende bulwale bwa corona enyala kuba nerera eshida lisae mu bantu besihasi ala nende basisecha
abelena kani kama kwa menako kabe kale kona kachirira chimbe kachika ukhani neina saya bamenywa ko Rusia bukalina kucha kunyola chanjo ngene na londe husaya bamenywa hulondelela kamala kaniko sibalasino sirereo alanende siku kasiabula musi ya WHO kubona mbo abana behinga nende kumiyaka kwa corona hakunyole mbahino mubutelefu kwa mkaunti ya Busia. Corona hii imekuja inaitwa third wave. Umeisikia? Iko. Si kama ile ati utakuwa na temperature, utakuwa na nini. Hapana. Hii utashtuka tu vile umesimama hapo unaanguka tu. Tukienda kupima tunapata ni corona. Inakuja polepole and ni strain nyingine mbaya sana. Kwa hivyo nawaomba tuvae mask, tuchunge social distance. Tukienda matanga saa hizi tutaanza kukuja kuhesabu. Ikifika 100 tunasema rudi tu, watu wamejaa. Harusi ikiwa tunahesabu tu. So mkiona chief huko akitoa macho ya serikali ama sura ya serikali, msiseme chief amekuwa mbaya. Najua chief labda atasema madam amesema. Mimi nasema president amesema, na sisi wote hapa ni wakilishi wa president. Na si atiendi amependa, anachunga watu wake. Tukikufa na corona atachunga nani? So tafadhalini tutii hizo COVID-19 regulations tuzichunge. So mtaona hivi karibuni tukianza kushikashika watu, jamani tusishike kurukuru. Itakuwa mbaya. So sisi ndio tukue ambassadors. Tuambie watu corona hii imekuja ni mbaya kuliko ile ya kwanza. Tuko pamoja. Msipuuze. Nasikia wengine wenu wanasema serikali inatafuta pesa. Pesa gani? The government is a rich man. Hakuna siku itatafuta pesa kwa hizo njia zingine mnafikiria. Tuko pamoja. Serikali inawajali. Serikali haitaki mkufe ovyo ovyo. Hivi karibuni chanjo itakuja ya kila mtu. Jaribuni muende mchanje. Hii maneno nasikia ati hiyo chanjo mara ukipata ati utakuwa mwanamume tena. Nani amesema? Usipitisi umechukua chanjo yako. Hata wewe umechukua. Na hata wewe Mungu. Kwani tangu uchukue la siku umeona umeshindwa kuwa mwanamume? Hii story ati ukichukua utazaa. Hakuna kitu kama hiyo. Najua watu wenye wamechukua na wanaendelea kuzaa. So nendeni kama wakati itakuwa muende mchukue hiyo chanjo. Hii corona third wave ni kubaya. Unashtuka tu. Hata hapa najua hapa kijijini watu wanakufa na ni kwa sababu labda hawajapimwa, hatujui. Utapata tu ni corona. So mimi ninawasihi, hata tukipanda miti, mkikufa tutapata watu wa kupanda miti, si ndio? So tujichunge na tuchunge wenzetu, watoto wetu, familia na marafiki. Sawa sawa. Ukiwa na duka lazima ukuwe na maji hapo ya kunawa. Ni sabuni tu, usitafute sanitizer, hiyo ni bei ghali. Nunua ile sabuni ya Jogoo ama Baso. Wacha hata hii ya liquid, because hii ya liquid ya local hatujui imetengenezwa kivipi, ina meet standards gani. Chukua Jogoo, uoshe mkono kila mara na tutakuwa. Otherwise, Bunyala hapa unajua ni kubaya, ikiingia wote tunaenda, si ndio? Juu unajua tuko na lake. Na lake kuna familia zetu ziko ng'ambo, si ndio? Ng'ambo ile. Si ndio? Hata hapa kuna wanaume wako na jiji zingine huko, si ndio? Na zingine pande hii. So tujichunge tu. Sasa ni jukumu letu sisi wote tufanye bidii ili tuweke miti zetu ziwe nyingi. Unajua ukiangalia hapo zamani mababu zetu, ukienda hapo kwa lake, not lake but ziwa, hiyo ziwa, kulikuwa na miti mingi ambayo ilikuwa imepandwa hapo. Lakini kwa sababu yetu ya greed, ya pesa za haraka, tumeharibu hizo miche zote. Na hata kuna wakati ambayo nilikuwa nimeadvise whoever is in charge to arrest hao wote ambao walikuwa pale wanafanya, because hiyo ni riparian area. Sio useme ati hiyo ni shamba ya babu yako, sasa ukate hizo miti vile unavyotaka. Babu angekata, sisi tungekata wapi? So ni kitu ambayo lazima uhifadhi wa miti lazima kiwe kielelezo na kiwe njia ambayo inatusaidia sisi wote. Ukikata moja, during Moi alikuwa anasema ukikata moja unafanya ngapi? Sasa sisi tunafanya hiyo kweli? Hata mmekata mpaka na maembe. Mimi nashindwa, hata nikienda kwa maboma ile nilikuwa naenda na kula maembe, hakuna. Mmekula hata na maembe, mmeuza, kila kitu imeisha. So nia yetu kabisa kama Kenya Forest Service na tusikiriana na
county government ni kuensure that at least tumepanda miti mingi katika maeneo hii yote ya Kenya, na vile mnajua ni directive from His Excellency the President by 2022 ambayo ni next year. Hii janga la COVID ndio limeharibu mambo mingi sana, lakini ilikuwa by 2022 tuwe tumefikisha 10% forest cover nationally, sio hapa peke yake. Lakini tukiangalia county yetu tuko chini ya 7, sijui ni 3, sijui ni 2, wengine wanasema 0 point, ingawaje hatujakuja na ile statistics ya ukweli. So kwa vile nimesema nitakuwa mfupi, tushirikiane na Mad Kibwezi, enda Kitui, enda wapi, ile misitu ambayo wako nayo wameiweka kwa njia mzuri, ambayo hiyo ndio inawasaidia kwa kupata hewa, kwa kupata chakula mzuri, kwa sababu pollination mingi inatoka excess ambayo haiko kwa title deed. Lakini tukitoka hapa, mwambie mkonfirm kwa madam DCC ya kwamba mtaenda nyumbani na mpande miti na mtapunguza mambo ya ukataji wa miti. Remna mkosi huendelea huchilila hulondelera kama kenikano na wanabodaboda kwa maloweka Roma Lava enyolehana county ya Kakamega. Babele na belo chambo ebe ya kama fraka petroli ya bele nina lulilukali na hulondekana nende bunyolelo bwabwe bwasi limenyele ya bele nelibalumira. Hakunyole makaino mauterefu. Na makuba kabolirwe nenda bana bodaboda abo nibongoswa nenda umusinjiriri wabo Ali Mohamed ubolire mbu abateja babo babuli nyanga sibanyiro kulipa singizi burati balipanga kila siku tawe. Tuko na shida sana, tumetoa ushuru, lakini bodaboda wote hata abiria wote wakuja mlaka kwa jua, hatuna mahali pa kusimama. Jua lichoma mbaya sana, hakuna sheti hapa stage, Mheshimiwa Paranya, hatuna choo, tunaumia sana Mheshimiwa Paranya. Tujali maslahi yetu. Na movement yoyote inatokamana na mafuta. So level ya mafuta, price ya mafuta iko level ya juu. Wakati unataka ulinganishe hiyo na wateja wale uko nao, mahali unataka ulipishe shilingi 100 utapata mtu amekupatia shilingi 50. Hiyo return ukiunganisha haiwezi lipia mafuta ile umetumia na ile karama ya kurekebisha pikipiki na bidhaa ile husika. Yote imeenda juu. Hata sukari iko level ya juu. So tunaomba kwamba our president ajaribu bila ataweza apunguze level ya mafuta na angalie ni wapi anaweza mulika na at least ipunguze level ya mafuta. Kitu yenye mimi nimeona kwangu ambayo imekuwa uchumi kwangu sana, mafuta imepanda sana. Na tunashangaa kwamba hata ukiwa Ikulu ukiambia mtu kwamba unipe 150 mpaka Malava, mtu anakuambia kwamba haiwezekani. Kwa hivyo naomba serikali ikiwezekana tusaidie sisi wananchi wa chini, mafuta irudi chini, uchumi umekuwa juu. Kwa sababu sisi tuko na familia, tuko na watoto, pikipiki tumeachiriwa. Matajiri wanatusumbua kwa sababu hatuwalipi ipasavyo. Na sisi huo mko barabara tunaumia, mafuta iko juu, inatuumiza. Kwa hivyo mimi naomba serikali yetu ya Kenya pamoja na rais wetu mtu angalie mafuta irudi chini. Ulondakana nenda mwana boda boda uli mulala wabo ulangwa seta lusala saire kampuni kopyange pikipiki ya watu credit okubaweresia nafasi okulipa liteni lyabo nabo lambu isuku inyalo hula ni bashiru khusia tsilingi tsokubalipa. Ulondakana nenda ubuchumi buli ikulu hasa mafrake pikipiki nabo lambu nibendele bario vijana bakope pikipiki bosi bezo kunundwa. Mimi nataka kuambia kampuni ya Watu Credit watusamee sisi waajiri wao wana bodaboda kwa sababu saa hii mafuta iko juu. Pikipiki za loni zimekuwa ni za msaada sana kwa vijana wengi kwa sababu ni ajira, lakini kasoro ni kwamba loan ndio ilipiwe iko na karama ambayo inatokamana na movement yoyote inatokamana na mafuta. Kidogo sisi upande kama wa Malava sisi tuko na factory mbili. Inapatikana kwamba hizo factory mbili zinatoa they render a lot of revenue kwa county, na unapata kwamba the balancing ya hiyo revenue inapatikana kwamba inaenda sehemu zingine wale hawatoi ile ushuru. Tunaomba kwamba itakuwa vizuri ile ushuru ya centralize Malava kidogo. Katakario mukongo wabo ulangwa mbu Joshua Katui asaire banapotopota bashe kutsomwesi ndani yokuzuia bulwale bwa corona nababolera mbu bakamanga nenda bantu tofauti khurula sehemu mbalimbali abanyala khubafya bulwale bwa corona. Wanabodaboda wenzangu
nawaambia hii mambo ya ugonjwa iko. Corona imekuja ile kali sana. Inatakikana kila mmoja wetu uwe na mask. Na inatakikana ukibeba abiria, hatujui hao abiria wanatoka upande gani. Inatakikana ukibeba mteja awe amevalia barakoa na pia wewe uvae barakoa. Sawa sawa? Sawa sawa wenzangu? Sitaki mambo ya ugonjwa hii tuue sisi tungali na watoto wachanga ambao inatakana mahitaji yetu. Sawa sawa? Kurula mkaunti ya Kakamega na reportera Ing'ang'ara ya Western Nyota Nangori Sami Shionga. Onkosi oriomno huchira hureka kama kinikali hona kakuchira hubira hutivyo ni wikhala Western Nyota nende sese nekesa mkhano batecho kwa beno kulondela makwasina kala hona kachicha kana ne humanyisia ne kusasana dukacha taitawe khaimye hukuma ichida bolingaruha na bakuchira nende kama kinikefwe mubuterefu. Coronavirus COVID-19. Onkosi orio akano kalika makenika kuchira hubira hutivyo ya Western Nyota unduli bindu wanoelewa mungila eli endai kwa machimbe kachabusia Bungoma Vihiga Kakamega la nende Trans Nzoia ulo nekhanende bana makubefe babereki kubona sambo mkosi wabanonyola kama kinikana bulingana kakwao. Na kuchira nende kama kinikefu county ya Busia oyo oli omlodela governor omwami Moses Mlomi kwa mkaunti ngene kabele na kikule kumkhosi ulubeka lwabunyala kumkhosi kucha huyeta bamenyo bechiwodi chitaruba nyolhana lubeka lunolo khaykhubane makwasina nukabena kachula na bolera bamenyo lubeka lunolo mukhungano niko omlama khoefwe Jono Janjabele kahmonela bakhaino mubutele. Siku ya leo tumekuja kuzindua barabara. Na hii barabara umuhimu wake ni kwamba inaunganisha sehemu muhimu. Na nyinyi wenyewe kupitia kwa mheshimiwa wenyu mlikubaliana ya kwamba hii barabara ndiyo mweke ya maanane. Kazi yetu kama serikali ilikuwa kuhakikisha ya kwamba pesa imetengwa na sasa tumekuja kuhakikisha kazi inafanywa. Mmefurahia hiyo? Tumefurahia. Sasa mpigie mheshimiwa wenyu makofi. Siku ya leo pia si barabara peke yake tumezindua barabara zingine 2 kule Bunyala West na kule Bunyala Central, na bado tunaendelea. Saa hii tukitoka hapa tunaingia Samia ambapo pia tutazindua barabara zingine. Bunyala peke yake siku ya leo tumezindua barabara karibu shilingi milioni 13 ambayo itatumika kutengeneza hizi mabarabara. Tunajua bado tuna taabu ya maji sehemu zingine. Kuna barabara tulikuwa tumefikiria kule South, lakini bado tuna wasiwasi kwa sababu ya maji, na tunafikiria vile tutaongeza upande mwingine tuweze kufanya hiyo kazi. Mheshimiwa ameeleza ya kwamba ameanza kutengeneza kupitia fuel levy, mafuta yake na ile pesa ya kuhire machines. Ameanza kutengeneza barabara zingine kama ile ya Budalangi kuingia Sibuka imeshatengenezwa, kuna zingine zimeshatengenezwa. Kazi yetu ni kuhakikisha hiyo kazi inatumika. Project itirire muiunge mkono, lakini mmesikia wenyewe ya kwamba contractor atafuata maagizo fulani, atahakikisha amemaliza barabara kwa muda fulani, na pia sisi tutarudi ndio ukalo hano mwene. Nyinyi mtasema mmeona barabara imetengenezwa namna gani, sivyo? Hivyo mkikubaliana kwamba barabara iko safi, sisi tutalipa ya alakambu. Watoto wenyu pia watapatiwa nafasi ya kazi. Ile mali rasilimali anahitaji kama maram nini, ikiwa iko hapa atachukua kutoka hapa, sawa? So wananchi wa Budalangi wa sehemu hii wafaidike. Nitamaliza kwa kusema ya kwamba msimu huu ni msimu wa corona. Mnajua corona imetushika. Corona bado iko, na serikali ya kaunti inaungana na nyinyi kuhakikisha kwamba mnazingatia maagizo ya serikali ya upande wa Ministry of Health. Ya pili, tumeanza chanjo hapa Port Victoria. Tumeanza chanjo, tunafanya walimu, tunafanyia wafanyikazi wa hospitali, tunafanyia viongozi kama administrators, wakuu wa makanisa,
na yeyote ambaye ako miaka 58 na juu apatiwe kingo ya corona, na tutazidi kurudia wananchi wengine. Ya tatu, na msimu huu ambao ni wa mvua, ifula si chakre ifula kaizanga ni sina sinaona kitu gani inafuata, aidha ni mafuriko au malaria, sivyo? Ndio hivyo. Serikali ya kaunti nikiwa waziri wa afya tutawaletea manets kila boma. Hiyo neti itumike vizuri izuie malaria. Wale ambao wako hapa ni CHV yote iko hapa, hao pia tumeanza kuwalipa ile pesa yao ile wanapata kidogo, na tutaongeza ili tumalize madeni yao yote. So tafadhali wananchi vijana kusupport viongozi wenyu. Ako na kaliao kario wanaharakati batetea haki chabamenywa kwa kaunti ya Bungoma babelina berusia ho bonambo haki nyole hana kumwana muhana malala oba niyo baloma bali rarawe kabala mkola sifwa bi enda londala na chakukola likela si yamnani khaf nyole mbakeno muterefu kwa kaunti ya Bungoma ambaye ni mkaaji wa Musikoma ambaye alinachisi mtoto wake wa miaka 14 mwanafunzi wa standard 8 Bungoma DP Primary School na akamweka mimba. Ninataka kusema kwamba huyu mtu ni mnyama, na ninataka kusema kwamba hatua kali ichukuliwe kwake. Mahali ambapo baba alimnachisi mtoto na akampachika mimba. Mambo imeripotiwa kwa polisi na pia imefika kotini. Sisi tunaomba haki itendewe mtoto na haki itendewe katika mahakama zetu. Mara nyingi kesi kama hizi huwa zinafika mahali zinapotea, watu wanataka kucompromise, wazazi wanataka kucompromise kama jamii. Mlalamishi ni mama na mtoto, na kuna pia watoto wengine ambao who are the witnesses to this case. Tunaomba ya kwamba kupitia kwa hii case ningependa kupanua ombi langu lifike kwa mama county, mama Catherine, ya kwamba we need that office, hiyo building yenye iko Ndengelwa. When the national government came to build that building, that construction, the lengo ya hiyo kujenga hiyo nini ilikuwa iwe safe house kwa wale wanaenda kuwa defiled na wanawake ambao wenye wanapigwa na wanaume wao. Singefurahi kama angekuwa hata baba mzazi, lakini hii ya kunifanya kasirike sana. Huyu ameharibu mtoto wa shule na tena yeye mwenyewe ni baba mzazi. Sasa huyu mtoto ataenda kwa nani? So I want to plead kwamba kama ni allegation tu, sheria ithibitishe kwamba ni allegation. Kama ni ukweli, pia huyu mtoto atendewe haki yake. Vamenywa barumehera kumhosi kwa malubekalwa amkura na kubira kotur paka lubekalwa malaba mkaunti ya Busia babelina belocha hulonde khanende kukone khakho kumhosi monoko babelina belochela amna mahoefe jono janji na mala kabana hulu na hulu mala kabana hurera kamaliliro kabwe hakurekese babele baluma balsina. Sasa ni jukumu letu sisi wote tufanye bidii ili tuweke miti zetu ziwe nyingi. Unajua ukiangalia hapo zamani mababu zetu, ukienda hapo kwa lake, not lake but ziwa, hiyo ziwa, kulikuwa na miti mingi ambayo ilikuwa imepandwa hapo. Lakini kwa sababu yetu ya greed, ya pesa za haraka, tumeharibu hizo miche zote. Na hata kuna wakati ambayo nilikuwa nimeadvise whoever is in charge to arrest hao wote ambao walikuwa pale wanafanya, because hiyo ni riparian area. Sio useme ati hiyo ni shamba ya babu yako, sasa ukate hizo miti vile unavyotaka. Babu angekata, sisi tungekata wapi? So ni kitu ambayo lazima uhifadhi wa miti lazima kiwe kielelezo na kiwe njia ambayo inatusaidia sisi wote. Ukikata moja, during Moi alikuwa anasema ukikata moja unafanya ngapi? Sasa sisi tunafanya hiyo kweli? Hata mmekata mpaka na maembe. Mimi nashindwa, hata nikienda kwa maboma ile nilikuwa naenda na kula maembe, hakuna. Mmekula hata na maembe, mmeuza, kila kitu imeisha. So
nia yetu kabisa kama Kenya Forest Service na kushirikiana na county government ni kuensure that at least tumepanda miti mingi katika maeneo hii yote ya Kenya. Na vile mnajua ni directive from His Excellency the President by 2022 ambayo ni next year. Hii janga la COVID ndio limeharibu mambo mingi sana, lakini ilikuwa by 2022 tuwe tumefikisha 10% forest cover nationally, sio hapa peke yake. Lakini tungeangalia county yetu tuko chini ya 7, sijui ni 3, sijui ni 2, wengine wanasema 0 point, ingawaje hatujakuja na ile statistics ya ukweli. So kwa vile nimesema nitakuwa mfupi, tushirikiane na madam hapa. Tukipanda hii ni launching, but ensure ukitoka hapa usingojee lazima upewe miche za kupanda. Hizi miche tunaweza toa hata kwa maboma zetu. Tukipata misiola, tukipanda misiola, hizi misiola zinatusaidia kwa kujenga manyumba zetu. Ukipanda miche mingi hata utauza. Sasa kuna market mingi zaidi. Ukienda nje huko unashangaa kabisa vile watu wanatajirika kutokana na hizi miti tu. Hizi vitu mnaona tu matawi hii ambayo haina mambo ya kutunzwa, bora umepanda. Ikimaliza 2 years hakuna haja ya keni utakuja hapa kuweka maji, lakini ni pesa ile ya kusaidia sisi wengine. Ukienda Kisii mfano, kila mtoto akizaliwa baba yake anampandia miti ngapi? 5, just 5. Huyu mtoto akifika secondary, hizi miti 5 imetosha kumeducate mpaka university. Kwa nini sisi hatuwezi fanya the same? Na wako hawana shamba. Kisii ukienda, ukweli ni kwamba hawana mashamba. Mashamba yao ni kidogo sana, lakini hapa Budalangi ukiingia mashamba tumejaa nayo. Lakini ni wangapi ambayo kwa shamba yako 10% imewekewa miti na umepanda? Ni wangapi? Lakini ni wangapi ambayo wanakata? Wacha niguzie hii msitu ambayo iko hapa ambayo neighbor yetu hii sasa. Hii kila mtu saa hii vile ni COVID. Juzi ile ingine nilienda hapo hata nikaokoa students, watoto ambao walikuwa wameshikwa huko. Kwa sababu ya kukata miti huko, sababu hawana njia. So hatuwezi ruhusu tu watoto wae wanaenda pale na sisi wengine wakubwa tunaenda hapo kudestroy hii. Lakini ndugu zangu, tukienda maeneo ambayo ni pakavu kabisa, wenda Kibwezi, enda Kitui, enda wapi, ile misitu ambayo wako nayo wameiweka kwa njia mzuri ambayo hiyo ndio inawasaidia kwa kupata hewa, kwa kupata chakula mzuri, kwa sababu pollination mingi inatoka kwa msitu. Unakumbuka zamani vile tulikuwa na chakula mingi. Hizi vitu zinaitwa bees, hizi zinatembeza, hizo zinaleta breed nyingine ambayo imetoka kando kabisa na imekuja hapa na imezalisha hapa. So ni jukumu letu hasa administrator ambayo wanatoka maeneo hayo. Naomba tusaidiane tafadhali. Kuna shida huko, sitaki kuongea hapa lakini kuna shida iko. Tujaribu kututoa hii shida. Kama Kenya Forest Service imeingia kwa shamba yako, uko na right ya kucomplain. Na pahali mimi ninakaa, tunajua ya kwamba hakuna sehemu ya shamba ambayo Kenya Forest Service inaweza chukua ya mtu. Hakuna kabisa. Lakini pia sisi haturuhusu wewe uingie kwa Kenya Forest Service land na uchukue. Hii ni property yenu sisi wote sasa kama community. Sio ya Kenya Forest Service, ni ya community sisi wote. Hii hospitali vile wamejenga hapo ndani inasaidia Kenya Forest Service ama inasaidia sisi wote? Lakini hiyo shamba ni ya nani? Si ni ya Kenya Forest Service. So hizi projects nyingi ambayo mnaona ziko maeneo nyingi imejengwa kwa public land, kwa sababu ni easier ku access public land kufanya maendeleo yako kuliko kwenda kununua na mtu binafsi. Therefore wale ambao mko na shida huko, najua kuna survey wanakuja, nimejaribu njia zangu na wale wengine wamejaribu njia zao ili tuone njia the best ambayo tunaweza fanya. Lakini muridhike na ile ambayo shamba yako ambayo iko kwa title deed ya shamba yako. Kama ni 10 acres. Hakuna mtu ataingilia hapo. Kama kuna excess. Kofia maisha yetu katika hii barabara. Jinsi mnaona hii barabara imebomoka karibu mara 3. Kokare huko imebomoka, hapa imebomoka mara 2. So hata sasa ukiangalia hii barabara, gari huwa haipiti hapa. Na sisi kama bodaboda tunahatarisha maisha yetu tunapita hapa. Sababu hatuna barabara ambapo tunaweza pitia kando na hapa. Tunaona hatari yenye inaweza sababisha. Kwa sababu awali hapo kuna dereva mmoja hakuwa anajua hapa. Dereva wa fada kutoka hapa juu. Karibu angeingia hapa ndani. Sasa ni ile pengine experience yake ndio ilimuokoa. But ukiangalia barabara, I think umepiga picha, umeona jinsi ilivyo. Hii njia iko dangerous kabisa. Kufikia sasa haiwezi pitika kabisa, hasa sana kwa wale wenye magari. Na pia ikiwa hii mvua itaweza endelea, kwa wale ambao wako na pikipiki
na pia wako na baiskeli, itakuwa ngumu sana kupita kutoka Kuturu kwenda Kuchulia. Hii barabara tumeteseka kuanzia 2018 mpaka leo, hatujaona usaidizi wetu. Na onkosi na hulola makwasina kalihona ke holela pa county ya Kakamega abo bakala bananende huku sia byahulia akarikariwe soko ya Malava nyola kana county ngene babeli na basaya buyete kwa mahuburukiwe county kwa manana nende bibia weekenda kenda msoko na hubo na kila byahulia na huba welesia hasara hakunyole mbakaino mu telefu kwa makumna bakoefe Sami Shionga. Nivalaka nende ngangare Western Nyota TV abaholi bebiashara hevyo nibongosa nenda Mama Dorcas Juma babulira mbu amabusa ako kaliko huchenya kechanga kila siku mapema nikenone fihula fyabo halaini basitaka muzi office je county sitikabukuliranga holi chendo tawe. Ninauza vitu zenye mnaona hapa, lakini shida yetu kubwa ni mbuzi. Tukifungua asubuhi, mbuzi zinakuja zinatusumbua, zinakula, hata uwezi toka uende kutafuta kitu kidogo. Sasa tunaomba kama serikali ya kaunti inaweza kutusaidia jinsi ili neno tutasuluhisha. Kulonda kana nenda mukholu wa biashara musoko mwenomo Mama Jane Walusala abolera mbu nibakusefya khula fenofo sibanyala ata khurula nibatsi khuliesha khulia tawe shijira mabusi yako kalaba mali yabo nikenonia. Nafanya kazi ya biashara ya kuuza growers. Nikitoka nikiacha kipande yangu nikienda hata kujisaidia kwa choo, napata mbuzi zimebeba zinakula nyanya, zinakula avocado, zinakula mpaka tania, mpaka hata cabbage zinakula. Nashindwa hii ni mbuzi gani hii? Na ukiona kwa jirani pia inakimbia na samaki, omena, inachota inakula hata mbegu. Ni mbuzi gani? Mimi nimeshangaa ni mbuzi ama ni aina ya mnyama gani hiyo? Ni mtu ama mimi ni ukiifuata ukifukuza hata iendi mbali. Unafukuza inakimbia inafika hapa tena na rudi. Ikirudi hapo hivyo tena inatafuta tu ya samaki na omena. Mimi nashangaa ni mbuzi gani nakula omena na samaki kila mara hii. Mbuzi imetushinda, tunaambia tu mwenye mbuzi achitahidi kuchunga hizo mbuzi, afunge ama atafuta mahali pa kuchunga ama aweke kwa waya kwa fence ichunge hapo. Isitusumbue kila mara kwa soko. Tumechoka nayo. Katakario mwimiru kutetea maslahi kabandu mbuleka bwe Malava Boas Mukara moja abolera mbu bakalondera mafukuba kama buso kumyaka chitarupilo kulola tofauti niele sari bezo kubukula tuwa ingali kavari serikali silarusha mama busikana kotawe. Tumepata tetesi kwa muda mrefu karibu miaka 3 tukilalamika ya kwamba wamama wamelalamika ya kwamba mbuzi zinatembea sokoni hapa Malava kiharibu mali yao yenye wameleta soko kuuza kama mboga, kama cereals, na tumelalamika. Saa hizi ni miaka 3 hatujaona mabadiliko, na leo hii tumeongea na sub county admin, ameahidi ya kwamba wanachukua action, na tunaamini kwamba action itachukuliwa, na ikiwa haitachukuliwa itatulazimisha sisi kama watu wa human rights tuingie mlango mwingine ili mama wapate kusaidika, wapate kufanya biashara kwa amani katika soko ya Malava. Kurula mukaundi ya Kakamega ne reporter ngangare Western Nyota TV ese nanguru sana nesilondelela endalo ya bulamu bamenywa kwa malubeka lwa Segero inyole kana lubeka lwa Nambale county mbala ya Busia babele n'abanyola siuluho enyuma burukibwe county kukwikola wesibitali etahuyeta huana busirihi kubamenywa batuma chifu machitaru khakunyole mbakene mu telefunga umna makoefe Jono Janji abele na hungona. Mimi kwa majina ninaitwa Rose Opege na kwa area yenye niko mimi ni CHV, na nimefurahia kwa siku ya leo kuona hospitali yetu imefunguliwa, kwa sababu tulikuwa tunasumbukana kama sisi community hawa tukizunguka kila pahali. Ikifika wakati ya usiku, wakati ya curfew, shida inatokea mpaka hata wamama wanataka kujisaidia pia hao wanaumia. Na sasa tumeshukuru na tumefurahia kwa vile tumefunguliwa karibu. Tumeshukuru kama mimi CHV nimepatiana shukrani, kwa sababu tunaumia sana. Unaweza kupata mtoto hata anaweza kuumia, mama atakuambia mimi sina fare, sina nini, hata ukirifaa ni kazi bure. Na tumefurahia kwa siku ya leo, na madaktari wenye wametuletea tunashukuru, kwa sababu hawa ndio kama kinga yetu ama kama ni Mungu wa pili. Tunafurahia sana na tumesema karibuni.
Hii zahanati ilianzishwa karibu takriban miaka 10 iliyopita na imechukua muda kidogo kuweza kutumikia watu wa hapa. Siku hii ya leo tumekuja kukuwa na inspection ya hii facility. Tumeona kwamba kuna vitu fulani ambavyo tuko navyo hapa tayari. Siku hii ya leo tumeambia sub-county team yetu ya health kwamba wako huru kuweza kupatia huduma za afya kwa watu wetu wa eneo hili kupitia kwa hii zahanati. Hii zahanati inaweza kuhudumia watu zaidi ya 5,000 kwa maana sub-county yetu ya Nambale iko na 15,000, more than 15,000. Kwa hivyo area hii almost 15,000 people ambao wako karibu hapa ambao wanahitaji huduma. Kwa hivyo tunajua kwamba tukianzisha hii zahanati itaweza kupunguza mzigo kwa wakazi wa hapa ambao inawabidi kwenda kutafuta matibabu kule Nambale, na wengine wanaenda hadi kule upande wa Amukura kwa ajili hizo zote ni sehemu mbali sana kutoka hapa. Kwa hivyo inatakana iweze kuanza kuhudumia watu wa hapa. Hii leo tumeweka hapa wauguzi wawili kwa maana hii ni zahanati. Kisheria inatakana ikuwe inaongozwa na muuguzi, na serikali yetu imeweza kupost hapa wauguzi wawili, na hii facility imepitia ile mpango ya kuwa gazetted, iko officially gazetted. Na pia jambo lingine ni kwamba imeanza kupokea pesa kutoka Danida, inaanza kupata hizo pesa ambazo zitasaidia kwa operations and maintenance. Wakuje hapa wapate huduma ambazo zinapatikana ni kama vile outpatient services, mambo ya pharmacy, tuko na madawa, na pia mambo ya huduma ya uzazi, kuna pale delivery area. Wakati mtu amelemewa anataka kujifungua, unaweza pia ukapita hapa. Na jambo lingine ni kwamba ile upimaji wa watoto na wamama inaitwa Child Welfare Clinic and MCH, Maternal Child Health na ile Child Welfare Clinic. Kwa hivyo hawa watu kama wamama wakitaka kupima, wamama wajawazito wako huru kuja hapa kuweza kupimwa. Vile tunavyojua kwamba tuko katika ile wakati tunataka kutekeleza ule mpango wa Universal Health Coverage, na zahanati ni one of the levels, the essential levels. Ukitoka kwa ile community unakuja kwa zahanati ambayo ni level 2. Nadhani kwa kufunguliwa hii zahanati, nadhani mimi kama chairman nimefurahi sana, kwa sababu community hapa walikuwa wakisumbuliwa sana kwa mwendo mrefu kutoka hapa wakienda mpaka Nambale, ambapo sasa huu mwendo umelipa boda, naenda huko napata ya kwamba umekaa mpaka karibu saa 8 hujapata lunch, umetoa pesa umelipa boda, napata ya kwamba expense naenda, lakini dawa unaenda kupata tu pengine kama Panadol. Lakini vile tuko hapa hivi, unatoka tu hapa nyumbani kama umekula, unakuja tu hapa bila hujagharamia chochote. Ama saa zingine unapata ya kwamba haku mjamzito ama usiku amekuwa na labor pain, sasa kupata transport inakuwa shida. Sasa kumtoa hapa mpaka na baadhi tulikuwa tunapata huduma ama teso upande wa Mukura huko. Upande wa afya sisi kama kina mama tumekuwa na mwendo mrefu, of which ingewezekana kwamba saa zingine unalemewa hiyo fare ya kwenda Nambale, unalemewa hiyo fare ya kwenda Amukura, lakini sasa kwa sababu ya hii kumkanda kwa Youth for Sustainable Development kunyorekana county ya Bungoma kwa bere na kusaya burukiwe county ngene hura mazingira kafwa ho na samba ababo bamenye nende bulime abana banyola buyeti nende busirihi bubwenyahana khanyole mbakene mu kuterefunga amna mahoefo shivyo muyanzi abere na kuonela mala kahurumira omukanda kwa Bungoma Youth for Sustainable Development kwarabolanga kuri abandu bamenyanga nende obureme bombiri banyahananga zaidi okunyola obusirishi. Basically making our health better, and by making our health better we are in conjunction with the UHC, which enables people to receive good health services at a very cheaper price, and we are here celebrating World Health Days with persons living with disability. Our programs entails championing for persons living with disability, especially young girls and women, for them to get services, better services in terms of maternal and contraceptives, where they can be taken as, they can receive services as any other persons, and they can receive a better service. And our advocacy today, we are pushing persons with disabilities have a right. They have a right, as a health right as anyone else. Nibabola nende ingangara ya Western Nyota omukanda kuno kola bolanga kuri
kwa latanga kwa Kishombo kwa la sukumanga obusinjiri w'esibitari mu kaunti ya Bungoma iri ba Kishombo abandu bamenyanga nende obureme bombiri balanyolanga amazingira amalei ko kunyola obusirishi mu sibitari tsiosi. As we include health and education, I think so far most of them, if I may say, most of them have the most advanced education as per what is required when in line to do with health. The problem with our facilities is we don't have people who can maybe do interpretation, people who can make it all inclusive, as we said. So towards that, we really want the government, the county government, to do it all inclusive when coming to training the healthcare workers. Can we have a budget to advance on inclusivity, whereby we can get people in the facilities who are well trained on sign language interpretation, on braille, so that we can, at least they can, other people living with disability can feel inclusive as we get the healthcare services. Through this YSD, in conjunction with the White Ribbon Alliance, we are here just to make sure the whole thing is inclusive. When we talk of inclusive, we mean persons with disabilities are also able to reach the services, are able to access the services, and through this White Ribbon Alliance and YSD came together today at Satellite Hotel, at least to champion for a few things, whereby at the end of the day we have agreed as an organization and personnel from the county who are with us that by the end of maybe 2022, we shall be having a desk, an inclusive desk, a customer care desk which is all inclusive. At least our facilities will have ramps. Our facilities are going to have clean facilities, clean toilets, whereby through these efforts from the YSD as the advocates and the county government and the planners, we come together, and one of these fine days we will be having a roundtable meeting whereby we'll table our resolution as per today towards good services, towards better health care in our county. Mukanda kwa Youth for Sustainable Development kwa Renya. The best quality services we can, and we are ready to improve the services so that they can also be comfortable and appreciate that we are there for them. Thank you. Thank you. A question from where you sit. We've not achieved like constructing the ramps. It needed funds, but we are on. Neripota ngangara ya Western Nyota okhurula mu county ya Bungoma esie nishibya omianzi. Ya family ndala ya babana bataru kwama musirekeresia mumbaya sino lekana lubeka lwa mkaunti nditi ya Bunyala mkaunti ya Busia babele na bapasibi na barama bila sio sita enyuma we enji yawe huya kumuliro. Joseph Ndagwa, mimi ndiye mzee ya kijiji ambao nilisikia ripoti, nilikuwa nimetoka kasikia ripoti ya kwamba nyumba inaungua katika nyumba kwa area yangu kijiji ambayo inaitwa Mumbaya Sublocation na Mdembi. Nikakuja nikaona nikashuhudia. Wakati nikakuja nilijaribu kueleza kuangalia vitu nyumba yote makaa, watoto waliweka makaa katika nyumba, ndio makaa ilifanya ikaungua, nyumba ikaungua, kila kitu, viti, gasi, mavifuria, kila kitu iliungua. Nyumba ilikuwa ya mabati. Kwa hivyo nikajaribu kupigia assistant chief wangu, nikamjuliza jana, anijua, na mimi kama jina mzee wa kijiji naomba wahisani wasaidie jamii hii, sababu hawana mali, hawana mwelekeo, hawana nguo ambazo wako nayo ni ile ambao ya jana. Naomba wahisani ya kwamba wasaidie hii jamii ya Paulo Ongala, sababu mamake yuko nje, baba yake yako baharini, watu wote wako kwa boma hili. Kwa majina naitwa Ilimina Nyango Storio. Nilikuwa kwa sambani, sasa nikasikia kama watoto wanapiga nduru. Nikakuja nikapata kama nyumba imeungua. Vitu zote zimeungua kwa nyumba yote. Hakuna kitu ambacho ilibaki. Mwenye nyumba mwenyewe ni kijana wangu. Na kijana wangu hakuna hapa, alienda baharini. Jina yake anaitwa Freddy Paulo Maua.
Bibi yake naye iko Nairobi, anaenda kufanya kazi na nyumba. Aliacha watoto watano, lakini 3 ndio wako hapa. Watoto walitoa makaa huko nje, sasa wakaingiza kwa nyumba, na bila ambao waliingiza kwa nyumba wakaenda sambani. Sasa watoto walibaki hapa, watoto wa jirani. Sasa wakaona kama moto imewaka kwa nyumba, sasa wakapiga nduru. Sasa watu sasa wakakuja hapa, hakuna kitu ambao waliokuwa hata moja, tulikuwa tu zote. Onkosi Orio huchila hureka ATV yosanyota kama kinikefe kabele na kola kusia kamo esisi wa mahu kusomela kama kinikano ndangoli nekesa mhana batecho hopila Orio wana makobefu babere kile chimbeka chosi hobonambo kama kinikano kabana kakole la bulinga na kakwao shivyo mianze kwa county ya Bungoma Jono Janje kwa county ya Busia alani desami Shionga kwa county ya Kakamega bila kuibilo mkokoda na mimo kwa county ya Vihiga. Onkosi hopila Orio hukula bisebio obenoreka na wakosi Hezbon Okado alani Victor 1 muri mno kubona sambo omulolio sio sinyo abanali abananyola kama kinikano mungira eli engwalafu hwakana ni bisebindi wele hakaba hulinde oharabo na atawe etiwe sanyota ano